Kisarawe. Leo tuko hapa ikiwa ni siku yako ya 3 toka umeanza ziara, na niwashukuru wenyeji wetu kwa mapokezi. Tutaomba upokee ratiba, na palipokuwa na mapungufu sijihami, ila ni kawaida ya sisi Waswahili kutumia hilo neno, penye mapungufu basi utusamehe. Lakini ni matarajio yetu tutaona moto wa DC wa Kisarawe na timu yake, bila kusahau chama na jumuiya ambayo ndio mwenyeji wetu. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii kukukaribisheni mwenyekiti wetu Mama Chetanda, makamu mwenyekiti Comrade Zainab Shomari, wajumbe wa neki na wa baraza kamati ya utekelezaji ya taifa. Karibuni Kisarawe, hodi. Karibu. Hodi tena. Karibu. Asanteni sana. Nawashukuru sana. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha makamu mwenyekiti wa UWT taifa aweze naye kusalimia. Karibu. Hodi Kisarawe. Karibu. Kisarawe oye. Oye. Dr. Samia oye. Oye. Dr. Mwinyi oye. Oye. Muungano oye. Oye. UWT moto moto. Moto moto. UWT Mara. Jeshi la Mama Samia, kazi iendelee, ushindi lazima, mitano tena, tukutane kwa balozi. UWT Mara. Jeshi la Mama Samia, kazi iendelee, ushindi lazima, mitano tena, tukutane kwa balozi. Asante. Ndugu mwenyekiti wa umoja wa kina mama, dada yangu Mary Pius Chatanda, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa umoja kina mama mkoa huu wa Pwani, mwenyekiti wa wilaya na kamati yako ya siasa, wajumbe wa kamati ya utekelezaji ya UWT taifa, viongozi pamoja na wataalamu wote mliokuwemo ndani, niseme itifaki nimezingatia, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa nami nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye leo ametuamsha salama tukiwa katika hali ya uzima, lakini pia tukiwa na afya kamili na nguvu ile ya 5G. Lakini pia tunaendelea kuwashukuru viongozi na wanachama na wananchi wa mkoa wa Pwani kwa mapokezi ambayo umetupokea, lakini pia tupe fursa hii kuwapongeza sana wanawake wa Kisarawe. Jana wanawake wa Kisarawe wengine hapa tulikuwa hatujawafahamu. Yaani nikiwaona hapa siwezi kuwajua. Lakini jana mlitupokea kwa namna yake, maana mlipendeza hatari. Mpaka mwenyekiti akasema hapa inaonekana jambo liko kubwa. Sasa inakuwaje? Nikamwambia mwenyekiti, kwa hali zetu tulivu, twende tu kwenye usiku wa Chatanda hivi tulivyo. Mambo mengine yataendelea baadaye. Hongereni sana wanawake wa Kisarawe. Lakini pia tuchukue fursa hii kumshukuru uongozi wote wa chama na serikali katika wilaya hii ya Kisarawe kwa mambo mazuri ambayo umetufanyia, na ninaamini kwa umoja huu na mshikamano mliokuwa nao, basi tunapoelekea huko site mambo yatakuwa mazuri sana. Basi niseme sisi umoja kina mama tumekuja katika mkoa wote huu wa Pwani kwa mwendelezo wa ziara yetu. Kama mnakumbuka, tulikuwa tumefanya ziara katika mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali pamoja na kata. Kama sikosei, mpaka jana tulikuwa karibu na kata 1100
900 ambazo tumezitembelea, na hii ni maamuzi ambayo tuliamua moja kina mama kupitia na kuhakikisha kuangalia miradi ile yote ambayo Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameitekeleza katika swala zima la utekelezaji wa ilani. Yeye mwenyewe hafiki kote, lakini sisi ni wajumbe wake, na kwa kweli kila tunapopita tunakuwa tunaandika ripoti maalumu na tunampelekea mwenyewe Mheshimiwa Rais moja kwa moja kuona jinsi gani miradi ile inavyotekelezwa na jinsi gani miradi ile ambayo miradi iliyokuwepo inakwenda na thamani na fedha hii ambazo zimetoka. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi. Hapa nimemwona DC wa kimataifa yupo, najua mambo yote yapo mazuri, na sisi Mungu atujalie kwamba tutakwenda salama kama dua tulivyotangulizwa kuombewa. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tutaenda salama na sote tutabaki salama. Lakini kubwa kwamba hii mvua hapa, huyu mkorofi wa mvua, hakuna anapokanyaga mvua isinyeshe. Na hii alipewa ili jina alikuwa na chifu wa, ilikuwa Kahama. Tulikwenda katika ziara yetu Kahama, na yule chifu akasema, mimi nataka nikwambie ili jina Mbura kaitwa jina Mbura. Akasema wewe jina hili Mbura utakapokanyaga hata kama kuna kiangazi mvua itanyesha tu. Kwa hiyo tuko na Mbura wetu hapa. Kwa hiyo mkiona hali ya hewa imebadilika mjue, lakini anajua jinsi gani ya kuizuia. Tulipotoka tu akasema wewe mvua, nimeshakuona, rudi twende kazini. Kwa hayo machache basi nikaribishe mwenyekiti wangu, karibu. CCM oye! UWT oye! Akina baba oye! UWT imara, jeshi la Mama Samia, kazi endelee, ushindi lazima, mitano tena, tukutane kwa balozi. Wanawake moto moto, moto moto, Kisarawe moto moto, moto moto, mwenyekiti wetu moto moto, moto moto. Ndugu mwenyekiti wa CCM wa mkoa, makamu mwenyekiti wa UWT taifa, mwenyekiti wetu wa UWT wa mkoa, katibu wetu, kaimu katibu wa CCM wa mkoa, mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya, mwenyekiti wa UWT wa wilaya, wajumbe wenzangu wa kamati ya utekelezaji ya UWT taifa, ndugu viongozi kwa maana kamati ya siasa ya wilaya, wajumbe kamati ya utekelezaji ya wilaya, viongozi wa serikali mlioko ndani, akina mama kwa ujumla, waheshimiwa wabunge, nadhani mko wabunge wawili ndani, waheshimiwa wabunge, itosha kusema itifaki imezingatiwa. Asalamu alaykum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee. Ndugu mwenyekiti, nami nichukue nafasi hii nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha, ametupa afya njema na hatimaye tumeamka tukiwa salama, hasa kwa mapokezi ya jana. Tulifarijika sana mheshimiwa mwenyekiti tulipoona kina mama muda ule, maana kule tulivyotoka tukasema saizi ni usiku, mtu samehe, tulifika muda ambao sio mzuri, lakini shauku za kina mama hao walitutia nguvu tena, kwa sababu sisi ikifika saa 12 jioni kazi unafanya toka asubuhi, ikifika saa 12 tunakuwa miaka 70, lakini tukiamka asubuhi vijana wa darasa la 7. Tunawashukuruni sana kwa mapokezi yale ambayo tumewakuta jana, bila kujali muda. Mwenyezi Mungu awabariki. Mheshimiwa mwenyekiti, nitoe salamu za mheshimiwa mwenyekiti wetu wa CCM taifa ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ratiba yetu hii anaijua na sasa anajua tupo hapa.
anawapeni salamu, na yeye alipotupa hiyo salamu akasema, nendeni mkafanye kazi, tembeleeni, kagueni miradi, utekelezaji wa ilani. Na kwa kuwa mimi sina nafasi ya kwenda kijiji hadi kijiji, kitongoji hadi kitongoji, nimepeleka fedha huko, nendeni mkaangalia fedha hizo kama zimetumika ipasavyo. Kwa hiyo mwenyekiti, lengo la ziara yetu ni pamoja na kukagua utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi. Lakini la pili, kwenye mikutano yetu tunazungumzia swala la mikopo ya 10% inahusu vijana, wanawake na wenye ulemavu. Lakini vile vile tunazungumzia swala zima la ukatili na kuporomoka kwa maadili. Lakini vile vile tunapita kuhamasisha, kwa sababu serikali imeshatoa tena utaratibu, tarehe maalum za kuanza kujiandikisha kwa wale ambao hawakujiandikisha kipindi kilichopita. Kwa hiyo tunapita tunahamasisha angalau wananchi waweze kujua kwamba tarehe zikiwadia basi watoke waende kujiandikisha kwa wale ambao hawakujiandikisha. Na vile vile tunawakumbusha kwamba kutakuwa na uchaguzi 2025 Oktoba. Sasa hili hatumwonye maneno katika nchi. Tunazungumza moja kwa moja. Chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kilishafanya uteuzi wa mgombea. Wala tutarajii kwamba kuna mtu anasema labda mlikosea au mtarudia. Hapana. Tumeshamteua Dr. Samia Suluhu Hassan katika chama chetu. Kwa hiyo tunapita kuambia wananchi, wana CCM, wananchi kwa ujumla kwamba wajue Oktoba 25 CCM tuna mgombea anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga ua, iwe mvua iwe jua, ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunapita tuwaeleze, tuanze kujua polepole, waanze kusikia polepole kauli mbiu yetu ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini tunapita kuwakumbusha tu kwamba kutakuwa na uchaguzi, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge. Sasa hawa tunawaachia nyie mkoa na wilaya, hatuwaingilii. Sisi tunazungumza habari ya ngazi ya taifa. Utaratibu wa namna kuwapata hawa tayari chama kimeshaweka. Lakini hata hivyo, kama unaona kuna mbunge mzuri, madiwani wazuri, kuna tabu gani? Utamzungumzia, utamwambia arudi tena. CCM oye! Kama wananchi wake wanamkubali, hakuna shida. Sasa haya tunakuachia mwenyekiti wa mkoa na wilaya, yeye ndio mtakaojua nani wao watakapokuwa wamekota fomu, wananchi ndio watakaosema nani wanataka awe kwenye hizo nafasi walizonazo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, kwa sababu tuna ratiba na tuna mikutano, basi tusichelewe zaidi ili tuweze kuenda na ratiba.